ulilenga kutatua changamoto za nishati kwenye vituo, lakini pia changamoto za usafiri, changamoto za maji, changamoto za upatikanaji wa vifaa tiba, pamoja na mafunzo kwa watumishi. Kwa hapa Mpwapwa mpaka sasa tumefanya kazi kwenye jumla ya vituo 7 na mradi huu umeweza kugharamia jumla ya shilingi milioni 310,509,405. Mchanganuo wake utaonekana vizuri kwenye ripoti, lakini unajumuisha katika zahanati ya Nzugilo tunatoa leo vifaa vya TEHAMA ambapo ni kompyuta, printer pamoja na UPS ambayo jumla yake ina gharama ya shilingi milioni 3,616,700. Kuna pikipiki pamoja na mfumo wa umeme jua ambayo jumla yake ni milioni 31,785,700. Zahanati ya Mafene pale tulichimba kisima na kufunga pampu ya umeme jua na wananchi sasa wanapata maji pale. Kwenye hospitali ya wilaya tumechimba kisima na tumefunga pampu ya umeme jua na tunaendelea na kazi, na wiki ijayo kila ward itakuwa na maji yanapatikana pale. Kuna component cha mwisho kabisa ambacho hatujakigusia hapa, lakini huwa tunaangalia kwenye baadhi ya vituo ambavyo labda unaweza ukaenda kukuta labda kifaa kile cha kupimia labda malaria hakipo. Siku hizi kuna vifaa vile vya kupimia, kwa mfano mambo ya UTI na nini, vile vya mashine. Unaweka tu ile mkojo kidogo kama kwenye litmus paper, unaweka pale, kinasoma muda huo. Kwa jamii ambazo daktari labda yuko mmoja, vinawasaidia sana. Kwa hiyo huwa pia tunaangalia kama vipo, tunaongea na wizara, wanatupa specification, tunawasaidia pia. Lakini hatuwezi kununua MRI, hatuwezi kununua nini. Ni vifaa vidogo vya kusaidia huduma ziende kwa haraka. Kwa hiyo hiyo pia ni component nyingine ya huu mradi ambao pia tunafanya kwa baadhi ya maeneo ambayo tunaona kuna ugumu. Miradi kama hii ya afya kwetu sisi ni mkombozi mkubwa, hususan pia kwenye kata ya Mpwapwa mjini tuna hospitali ya wilaya. Tumepata ukombozi mkubwa wa maji. Tulikuwa tunahangaika sana kwenye mawodi maji. Leo hapa mmetupa maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni jambo kubwa sana ili kupata maji kwenye wilaya yetu ya Mpwapwa. Hospitali kubwa kama hii ilikuwa ina huduma ya maji. Sasa afya na bila maji sio afya. Lakini afya pamoja na maji, sasa tunashukuru hospitali yetu inapata maji. Ndugu zangu, Eliko Foundation, tuanze na kuwashukuru. Kwanza kwa kutuona Mpwapwa kuwa sehemu ya mradi, lakini pili, maeneo yetu haya ambayo mmeanza nayo yale 4, kwa maana zahanati ya Kiboriani, Galigali, Matonye pamoja na Nzugilo, ni maeneo kitaalamu wanasema remoteness area, hayafikiki kiharaka au accessibility yake ya kuyafikia ni changamoto. Kwa hiyo mmegusa kwenye maeneo ambayo huduma hizi zilikuwa zinahitajika kwa haraka sana, lakini namna ya kupeleka kule huduma pia ikawa changamoto. Kwa hiyo mmekuja kufanya jambo kubwa lenye tija na kusaidia jamii ambayo iko kwenye mazingira magumu. Katika hilo Mwenyezi Mungu awabarikini sana.